Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo neno la Bwana katika somo la kwanza tunakutana na ujumbe wa Yusufu kuuzwa Misri na ndugu zake. Ndugu zake walimuonea wivu kwa sababu ya vipaji alivyogawiwa na Mwenyezi Mungu na kutokana na upendeleo aliokuwa nao toka kwa baba yao. Badala ya ndugu zake kushirikiana naye ili kwa pamoja wayafaidi mema ya nchi, wao waliona wivu, wakamuona kama tishio na hivyo wakaamua kumuuza Misri. Cha ajabu ni kwamba kule Misri alizidi kubarikiwa na Bwana na kufanywa msimamizi wa mali za Farao, na mwishowe wakaja kumpigia magoti. Hili lilimtokea Yesu pia, ndugu zangu. Yeye alichukiwa na Wafarisayo kutokana na wivu tu kwamba Yesu anapata umaarufu na wafuasi kuliko wao. Lakini mwishowe yule waliyempiga na kumuua walimkuta akitawala, akipigiwa kila goti na viumbe vyote mbinguni na duniani. Sisi ndugu zangu, tusitake kumchukia yeyote. Wapo wenye uwezo zaidi yetu, wapo watakao kuwa maarufu zaidi yetu. Wengine tutawaona wakizaliwa lakini watakuja kuwa maarufu zaidi yetu. Tuwapokee, tushirikiane nao. Tukiwachukia hakika hatutaweza kuzuia riziki zao au baraka zao. Tukiwachukia hakika hatutaweza kuzuia riziki zao, hata baraka ambazo Mungu ameandaa kwa ajili yao. Ukiwachukia utashangaa tu ndio wanabarikiwa zaidi. Wapo watu wa namna hii, ukiwapiga teke ndio unawasogeza hatua nyingine mbele. Bahati ya mtu haizidiwi na mwanadamu. Tusitake kuja kuona sono baadaye, baada ya kutenda uovu, baada ya kuwadharau wengine, mwishoni tukaja kuaibika. Tuachane na chuki zisizo na msingi, ndugu zangu. Kwenye somo la Injili, Yesu anajitangaza kwamba yeye ni jiwe lililokataliwa na waashi, na hakika limekuwa jiwe kuu la msingi. Yesu anaeleza kwamba Wafarisayo watajitahidi kumwandama wakifikiri kwamba ndio wamemteketeza, lakini mwishowe watakuja kushangaa akiwa katika utukufu wake. Yaani lile jiwe lililokataliwa na waashi ndio litakalokuja kuwa jiwe kuu la msingi. Hii imetokea kwa wengi, ndugu zangu. Wapo waliokataliwa kwamba hawafai, lakini mwishowe ndio wamekuja kuwa tegemeo kwa jamii, familia, taifa na kanisa. Tuepuke kumhukumu yeyote kutokana na kabila lake, taifa, rangi, historia au familia yake. Mungu aweza kumkweza yeyote kutoka eneo lolote, kutoka sehemu, kutoka nchi yote, kutoka kabila lolote. Tushirikiane na wenzetu ili kwa pamoja tuyafurahie mema ya nchi. Wengi tumeshindwa kuyafurahia mema ya nchi kutokana na wivu, dharau na kuwachukia wenzetu. Tupambane na vilema hivi, ndugu zangu, ili tupate kufurahia mema ya nchi. Na unasema Uingereza, don't ever fight the superstars. Usipambane na wale waliobarikiwa, wale mastaa ambao Mungu amewapa kibali. Utajikuta ukipambana na Mungu. Badala yake you make a collaboration. Unashirikiana nao, ushirikiana nao unanyanyuliwa zaidi. Ndugu zangu, na watakia siku njema. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na wakumbusha leo ni mkesha wetu wa neno la Mungu katika shrine ya Padre Pio hapa Msimbazi, Dar es Salaam. Ukifika tu mbele ya kanisa la parokia ya Msimbazi, unanyoosha moja kwa moja unakuja San Damiano kwa Wakapuchini. Nenda kama vile unaelekea makaburini, utafika San Damiano kwa Wakapuchini. Na ratiba yetu inaanza saa 1 kamili kwa adhimisho la misa takatifu. Karibuni sana, Mungu awabariki sana.